Siku 40 za mfungo ni wakati wa kumwomba Mungu toba, hasa kwa dhambi ambazo tumezifanya. Ni wakati mzuri wa kumrudia Mwenyezi Mungu kwa moyo wetu wote, ikiwa ni pamoja na kutafakari matendo yetu mema na yale yasiyo mema. Mbali na kujikataza vyakula na vinywaji, tunapaswa kujishinda zile tamaa zetu za kimwili, ziwe za chakula au zinginezo za starehe. Mbona kuamini Injili? Mbona kuamini Injili? Kwa nini mfungo wa Waislamu unaitwa Ramadhani? Ni kwa sababu ndani ya miezi 12 katika kalenda wa Waislamu, mwezi wa 9 unaitwa mwezi wa Ramadhani. So Ramadan is the name of a month, just like you say September, October, November. So mwezi wa 9 katika kalenda wa Waislamu unaitwa Ramadhani. Na kwa hivyo Ramadhani kwao si kipindi tu cha kufunga, ni mwezi mtukufu. That's why wanauita mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa nini ni mtukufu? Ni kwa sababu ndio mwezi Nabii Muhammad alipokea Qur'an. Muhammad, mwanzilishi wa dini ya Kiislamu, alipokea Qur'an mwezi wa Ramadhani. Na kwa hivyo mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu. Na utaona baadaye kwamba baadhi ya matendo wanaopaswa kuyafanya wakati wa Ramadhani ni kusoma Qur'an kwa undani zaidi. That's why wengi wataenda msikitini, because ndani ya msikiti ile mhubiri atakuwa anafundisha sana kuhusu umuhimu wa Qur'ani na hali kadhalika. Ni nini lengo la mfungo? Sisi wa Kristo tunafunga kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo alifunga kwa siku 40 mchana na usiku, akijitayarisha kuanza kazi yake rasmi ya kuhubiri. Yalikuwa ni matayarisho. Na hivyo basi sisi wa Kristo tunafuata mwanzilishi wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo tunapofunga siku 40 ili kujitayarisha na kuandamana na mateso yake hadi atakapokufa na kufufuka Jumapili ya Pasaka. Tunahesabu vipi ni siku gani tutakuwa na Jumatano ya Majivu? Kwanza unachukua Jumapili ya Pasaka, alafu unahesabu siku 46 nyuma, alafu unaondoa Jumapili 6, alafu unabaki na siku 40, na siku hiyo ndio Majivu. Hivyo ndivyo tunavyojua Majivu itaanza lini. Lakini ndugu zetu wakishaona mwezi tayari, mwezi wa Ramadhani ukianza tayari. And that's why utaona mara nyingine huwa kuna tofauti ya kutegemea uko pembe gani ya ulimwengu, kwa sababu mwezi unaweza kuonekana mahali fulani na usionekane kwingine. So siku ya kuanza saa nyingine inakuwa tofauti kwa wengine, na pia siku ya kumaliza. Lakini hiyo ni kitu kidogo. Cha muhimu ni umuhimu wa mfungo. Tumekwisha eleza kwamba tofauti moja ni kwamba mwisho wa mfungo wa Kikristo tunakuwa na kusherekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, resurrection of our Lord Jesus Christ. Lakini mwisho wa mfungo wa Ramadhani ni sherehe ya ushindi ambayo inaitwa Eid al-Fitri. Na mara nyingi mmeona kwamba huwa nimealika viongozi baadhi yao Waislamu waje nyumbani kwangu ili kusherekea na wao. Why? Wana celebrate ile spiritual victory ya kuweza kujinyima na kuweza kukatalia mwili tamaa zake mbalimbali pamoja na chakula. Na katika kukataza mwili haja zake
na tamaa zake, unaweza kuelewa maskini anayepitia nini kila siku. Wewe unafunga tu kidogo, lakini maskini yeye hana chakula kila wakati. Sasa unapojinyima chakula unakaribia kuelewa hali halisi ya mnyonge na maskini, na kwa njia hiyo unakuta kwamba ukifaulu kufunga kwa hizi siku 30 au 29 kulingana na kila mwaka, sasa wewe ni mshindi. Una kila sababu ya kusherekea ushindi wako wa kiroho. Je, matendo ya huruma kwa dini hizi zote mbili zinafanana? Ndiyo na la. Zinafanana kivipi? Zinafanana kwa sababu zote tunatakiwa kutoa zaka na sadaka. Lakini kwa Waislamu zaka hii ni sharti utoe. It's obligatory. Alms giving wakati wa Ramadhan is obligatory. Halafu ukimaliza hiyo kuna sadaka. Sadaka is voluntary charity. Sisi nafikiri Kiswahili chetu mchango tunaotoa au pesa tunaotoa offering ndio tunaita sadaka, au sivyo? Lakini neno sadaka ndani ya lugha ya Kiswahili limetokana na neno sadiki katika lugha ya Kiarabu. Na sadiki maana yake ni mtu ambaye yuko sincerity na truthfulness. So unapofanya sadaka kwa ufupi ni tendo la imani as opposed to tendo ambalo ni la kibiashara.